Hayo sura ile ya 24 aya ile ya kwanza hadi ya 35, mstari wa kwanza hadi 35 kwa msaada wa Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Yesu akaenda zake akatoka hekaluni. Wanafunzi wake wakamwendea ili kumwonyesha majengo ya hekalu. Naye akajibu akamwambia, hamyaoni haya yote? Amin, nawaambieni, halitasalia hapa jiwe juu ya jiwe ambalo halitabomoshwa. Hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faragha wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nao ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndio mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi, mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu wote kwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Basi hapo mtakapoliona chukizo la uharibifu lile neno na nabii Daniel limesimama katika patakatifu, asomaye na afahamu, ndipo walio katika Uyahudi na wakimbilie milimani, na aliye juu ya dari asishuki kuvichukua vitu vilivyo nyumbani mwake, wala aliye shambani asirudi nyumba kuchukua nguo yake. Ole wao wenye mimba na wanyonyeshao siku hizo. Ombeni ili kukimbia kwenu kusi wakati wa baridi, wala siku ya Sabato, kwa kuwa wakati huo kutakuwako dhiki kubwa ambayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa, wala haitatukwapo kamwe. Na kama siku hizo zisingelifupizwa, asingeokoka mtu yeyote, lakini kwa ajili ya wateule zitafupizwa siku hizo. Wakati huo mtu akiwaambia, tazama Kristo yupo hapa au yuko hukule, msisadiki, kwa maana watatokea makristo wa uongo na manabii wa uongo, nao watatoa ishara kubwa na maajabu. Watatoa ishara kubwa na maajabu wapate kuwapoteza kama yamkini hata walio wateule. Tazama, nimekwisha kuwaonya mbele. Basi wakiwaambia yuko jangwani, msitoke, yumo nyumbani, msisadiki. Kwa maana kama vile umeme utokavyo mashariki ukaonekana hata magharibi, hivyo ndivyo kutakavyokuwako kuja kwake Mwana wa Adamu. Kwa kuwa popote ulipo mzoga ndipo watakapokusanyika tai. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza, na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni, na nguvu za mbingu zitatikisika. Ndipo itakapoonekana ishara yake Mwana wa Adamu mbinguni. Ndipo mataifa yote ya ulimwengu watakapoomboleza, nao watamwona Mwana wa Adamu akija juu ya mawingu ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu mwingi. Naye atawatuma malaika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda, nao watakusanyika wateule wake toka pepo 4, toka mwisho huu wa mbingu mpaka mwisho huu. Basi kwa mtini jifunzeni mfano tawi lake likisha kuchipuka na kuchanua majani, mwatambua kuwa wakati wa mavuno ukaribu.
nanyi kadhalika mwaonapo hayo yote, tambueni ya kuwa yu karibu milangoni. Amin, nawaambia kizazi hiki hakitapita hata hayo yatakapotimia. Mbingu na nchi zitapita, lakini maneno yangu hayatapita kamwe. Amen. Niombe. Mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana wangu Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, ninakushukuru kwa ajili ya neno lako la uzima katika kipindi hiki, katika madhabahu yako hii, kwa ajili ya nafsi na roho na mwili wa kila binadamu mahali popote kufuatilia katika sayari dunia, kwa ajili ya utukufu wa jina lako. Bwana Yesu Kristo, nisiwe kama kasuku au kibao kinachoelekeza wengine nami nikaachwa. Ninaomba rehema zako na neema yako Bwana, niweze kutambua majira na nyakati na kuwa katika utayari. Kujua tu sio tatizo, lakini kuwa tayari kwa ajili ya unyakuo. Amen. Na naombea wengine wote wapate kufahamu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Kanisa au mtumishi au muumini ambaye anaongozwa vizuri na Roho Mtakatifu hawezi kuwa nje ya maandiko hayo, na hawezi kushangaa hicho ambacho tumesoma. Ndio wakati ambao tunapitia sasa. Mimi kuna moja hapo nimeonyeshwa kabisa, haikuwa ndoto, ilikuwa ni maono. Bwana Yesu asifiwe. Nakumbuka kile kipengele pale katika, wane usome kabisa uone hii sura ya 24 ule mstari wa 29. Lakini mara baada ya dhiki ya siku zile, jua litatiwa giza na mwezi hautatoa mwanga wake, na nyota zitaanguka mbinguni na nguvu ya mbingu zitatikisika. Huo mstari huo mimi nimeonyeshwa kabisa, nikasema ndio imeisha hiyo. Niliona kabisa nikiwa nimelala, nikaamka, nikawa naona ili tukio. Jua likatiwa giza na nyota zikaanguka kutoka mbinguni, na nchi katikisika. Na sizungumzi kwa ajili ya kushawishi mtu, lakini nakumbusha kile ambacho niliona. Na hata nimefika hapa leo nasimama kufundisha neno la Mungu, ama kushuhudia kile ambacho Mungu anasema. Bwana Yesu asifiwe. Nasema nasikitika kwa ajili ya watu wengi ambao tunadhani kuwa tuko sawa, lakini hatuko sawa. Tunadhani kwamba tuko tayari, lakini hatuko tayari. Kwa nini nasema hivi? Haya mengi ambayo amesema kuhusu manabii wa uongo tayari hapo, na wengi wamekamatwa na wao, na watu wamekamatwa na mambo mengi ambayo ulimwengu umeona ndio vitu kukimbilia zaidi. Na kanisa lolote na mtumishi yeyote ambaye hataki kusikia sauti ya Roho Mtakatifu atakuja kukumbuka maneno haya anayozungumza kwani Lista. Hatuko mbali na unyakuo, na badala yake watu wanachokikimbilia ni ishara, ni miujiza, ni matendo makuu ya hapa na pale, kutafuta mambo ya mwilini na sio mambo ya rohoni. Nimeona ishara nyingi sana kwa wengine, nimeona ishara nyingi sana nikimtumikia Kristo, nimeona matendo mengine mpaka wanakataa. Hii ni ajabu sana. Lakini sasa amekuwa akinikumbusha, anasema waambie watu siko mbali sana na kuja. Siko mbali sana na kuja. Kuna vitu hivi ambavyo wanadamu wamezani ndio sahihi, lakini siko hapo. Nazungumza na kanisa, mimi sizungumzi na mataifa, kanisa.
neno la Mungu lililo hai, unataka utaki. Lakini shetani amebadilisha tafsiri ya maandiko ya Mungu na kuipumbaza jamii, watu wakaona ndivyo sivyo. Kile ambacho kinakatazwa ndicho ambacho kimepasishwa. Sijasema ni dhambi kutafuta mafanikio, sijasema dhambi kutafuta uzima wa mwili wa nje, lakini nasikitike kwa sababu hayo na mengine yanayofanya hayo yamepewa nafasi kubwa zaidi kuliko kujitakasa nafsi, roho na mwili. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Mataifa makubwa yaliyoendelea, wao wanajua kabisa kwamba unyakuo uko karibu. Nimeona filamu moja inaitwa Left Behind, walioachwa ama aliachwa nyuma. Familia moja ya rubani, mke wake alikuwa akizungumzia sana kuhusu maisha ya unyakuo na kijana wake na mtoto wake mmoja. Mtoto wao mmoja alikuwa hana habari hizo kama baba yake alivyokuwa anaamini hivyo vitu. Sasa wametengeneza kama filamu, lakini kitu ambacho nikwambie wanachoigiza waigizaji mara nyingi kuna ujumbe unaofanana na kweli uko ndani. Sasa mimi nilikuwa humo kwenye hizo fani. Rubani yule alikuwa amerusha ndege siku moja angani, akiwa katikati ya anga anashangaa watu kadhaa kwenye ile ndege abiria wametoweka. Alafu wale ubaki wanagonga kwenye mlango wa rubani, wanapiga unasukuma ule mlango, wanamgongea rubani. Rubani kule yuko angani anachanganyikiwa. Yaani katika wale abiria walikuwa kwenye ile ndege angani wametwaliwa, ndege ikiwa angani. Inatua, anarudi nyumbani. Nisikilize vizuri. Anarudi nyumbani. Anakuta mke wake na mtoto wake mmoja hawapo. Wala hata kupata shida. Akasema tayari wameenda mbinguni. Nimebaki mimi na binti yangu. Kabaki na binti yake. Oh baba, vipi baba, unafurahi? Mama yako na ndugu yako wameshaenda mbinguni. Tumebaki sisi. Imebaki nafasi moja. Yule mwamba akakaa kaangalia. Toke kama akubali, unajua tena, unajua wengine wanaona kama kawaida, wanajaribu kufarijana, ngambia wameshaondoka. Najua. Sasa ikabidi mwamba ule aanze kutafuta kanisa alilokuwa anasali mke wake na mtoto wake yule mwingine. Bwana Yesu asifiwe. Meenda. Kanisa kwanza limefungwa, kimya, kuna tisha kama nini. Wanaingia, tafuta pa kupita, kapita nje kusema alifahamu, akaivuka upande wa pili, kasema kuna kishindo, kuna kitu kachukua silaha atafimba kujihami, kuna tatizo ni. Kaingia, katafuta mle ndani, kaangalia kuko giza. There is no lights, dark, total dark. Amen. Akaongea mbona anataka shangashangaa, baada akamkuta mchungaji amelala kwenye benchi. Kwanza kule ndani mwingine ameandika, akakuta kuna ujumbe umeandikwa God is dead, Mungu amekufa. Umeandikwa ukutani kwenye ile jengo kanisani, maandishi mekundu hivi. Ni Mungu amekufa. Ile Mungu ndio ile Mungu elfu ndogo. Mwingine anamkuta mchungaji kalala kwenye benchi pale. Mwingine na mbele matoto kabla matoto akamwambia Ndio bwana. Mchungaji ile kabaki. Bwana Yesu asifiwe. Uko mbele na kanisa tu mengine machache, wakaanza kuja watu kutoka wale watatu, wanakuja nao sana, na mimi nibatize, na mimi nitakaokoke, na mimi niko tayari. Yule rubani naye akakubali kuokoka, akasema sasa hivi na Yesu sitaki tena kucheza na hii nafasi ya pili nisikose nayo. Bwana Yesu asifiwe.
Haleluya. Sitaki kukaa kwenye hiyo muda mrefu, ukitafuta kwa wakati wako utaiona. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ni kweli kabisa tunaodhani kuwa ni Wakristo tutabaki kwenye majengo au nyumbani na Kristo atakuwa ameshaondoka na timu yake ya kwanza. Sisi tunazungumza kama hadithi, lakini hizi nyakati ambazo watu wamekuwa na ushawishi wa mambo ya kimwili zaidi kuliko kutafuta ya kiroho zaidi, wataachwa wengi sana. Na inasikitisha kwa sababu wataachwa wengi sana. Nilipokuwa nafuatilia hivi nikakuta kitu cha kutisha kidogo. Mwanzo mwaka jana tulikuwa tunaonyesha kwamba 25% ya wanawake wameweza kuingia mbinguni. Sasa imepungua tena kutoka 25 18. Na tukiangalia kwenye mikutano na semina na nyumba za ibada, wanawake ndio wanaongoza kuhudhuria, lakini fikiria kutoka mwaka jana ilikuwa 25%, sasa hivi baki 18 ndio wameweza kuingia mbinguni. 18% ya wanawake wana nafasi ya kuingia mbinguni. Inasikitisha sana. Sasa kama unajua mahesabu, tafuta utapata ngapi ili upate 100. Ujue wangapi wanaume ndio wamepeta wengi. Sijifagilii kwa sababu mimi mwanaume nasema kuna neema. Nimeeleza kuhusu yule baba kwenye filamu, alipogundua hapa amekosea aligeuka. Alipokuwa amegeuka, kuna mwanamke alikuwa anamfuatilia wa nje mchepuko, yule mwanamke anamfuata huyo mwanaume, anamtaka yule rubani, akamfuata mpaka nyumbani, anajua mke wake ameshaondoka, anataka amchukue yeye. Yaani mwanamke amejileta kwa yule mwanaume, rubani akamwambia no, nimeokoka. Kuna nafasi ya pili iliyobaki, nataka kwenda mbinguni. Usiniache kwenye uzinzi. Yule mke akawa anasemaje? Anasema ndio. Yaani mimi nazungumza nayo hivi. Kuna nafasi ya pili. Mke wangu ameshaondoka na mtoto wetu nibaki mimi na binti yangu huyu. Kuna nafasi ya pili. Na hii inaichechemea, nitaipambania mpaka mwisho. Usinivuruge. Yule mke akaondoka zake. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Katika hiyo 1% chache ambayo tunaonekana hapo, jipange sawa sawa. Mungu atakwambia nini vya kufanya. Nazungumza na watu wa maeneo mbalimbali katika dunia wasikie. Dunia, Kristo karibu anarudi. Kristo amesema usiongeze wala usipunguze. Ruhusu Roho Mtakatifu akusaidie. Ninamshukuru Mungu aliye hai kwa sababu nimesomea, nimejifunza mambo ya kiroho ya kawaida, nimejifunza kwa mwongozo wa Roho Mtakatifu, lakini najifunza kila siku kwa msaada wa Roho Mtakatifu, na nimeangalia na kupima kipi cha kuchukua darasani au chuoni na kipi cha kuachia walimu huko darasani. Leo hii kuna mashindano tu, sio ya kweli katika Kristo. Yaani Yesu amewekwa pembeni. Yaani Yesu amefanywa kama wa dharura tu fulani, kwa mahitaji fulani tu ya kimwili, lakini sio ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa taarifa yako, ni wachache sana sana watakaopata nafasi ya kwenda mbinguni. Kwa wale ambao wana smartphones, simu za kupangusa, yule mwamba mwingine alipochukua simu yake atafute Biblia kwenye internet akakuta nil, haipo. Akatafuta hata ile download, haipo. Imevanish. Na ndivyo itakavyokuwa. Wale waliokuwa wanategemea Biblia za kwenye simu watakuta hazipo. Zitakuwa deleted, zimefutwa. Alafu wale ambao wanasema Yesu anakuja, hizo ndio yaani wahubiri tena hawapo. Uitakaye mkuta anahubiri siku hiyo yule naye kaachwa, anatafuta dakika za nyongeza. Bwana Yesu asifiwe. Na kwa taarifa yako,
madhehebu yote au dini zote, wanasayansi na wasio wanasayansi, wasomi na wasio wasomi, wanayo hiyo taarifa vizuri. Na kwa sasa wanajaribu kuperuzi huku na kule na kujaribu kujipanga kuhakikisha kwamba wanaweza kuikabili hiyo siku. Na kwa taarifa yako, ni ngumu. Kinyume cha msaada wa Roho Mtakatifu hakuna anayeweza kupenya. Na hakuna jina lingine chini ya jua linaloweza kukuokoa isipokuwa jina la Yesu Kristo. Yaani nazungumza na wewe unanisikia popote, kuwa makini, jipange. Kama ningekuwa naweza kufanya yule mambo akasema sasa nihamie kanisani au nalala kanisani na familia yake, yani sasa hivi mimi sasa kwenda wapi? Yani ahamie kanisani akae tu, lakini awamu ya pili ya unyakuo sio rahisi kama watu wanavyofikiri. Ni ngumu sana. Kwa hiyo ni afadhali ujipange ili awamu ya kwanza unyakuliwe na Bwana uondoke. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Tunaishi katika nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Kristo karibu kuja kuchukua kanisa lake. Nazungumza kwa bahati nzuri, mimi ni mtu wa habari. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mimi ni mtu wa habari. Mungu anasema nami kupitia mawasiliano hayo, lakini pia anasema nami kiroho. Hata jana nilipokuja hapa nikafanya maombi, tukarudi kile nyumbani kupumzika kidogo, akanambia nitakuamsha saa 9, na nikaamshwa saa 9. Nikataka kutoka hiyo. Ikanyesha amani. Nikawa nakumbuka sana mama tulipopita kwetu tuliona koti inauzwa pale nje. Nikasema ile makoti kumbe Mungu alikuwa ananiambia nichukue ile makoti. Alikuwa na hela. Nikasema kumbe nitakuwa nichukue ile makoti. Sasa hapa leo na roa. Kaingia wewe. Kazi kana. Na alishaniambia akasema ukitaka ujue naongea na wewe Lista. Na kuamsha saa 9 na kuamsha saa 11. Alafu vingine hapo nataka kuona niko na wewe. Hautapata amani ile ambayo ulikuwa umeizoea kwenye maisha yako. Ukishika hichi kinatokea hiki, ukishika hiki kinatokea hiki, fanya hiki kinatokea hivi. Na kweli nimekutana na hivyo vitu. Ambazo hizi ni signs za kwamba wewe ni wa kwangu. Vingine tabu unafanya kitu unashangaa tu kimekamata, kimefanikiwa. Papo kimefanikiwa. Sasa hizi yote zile zawadi yangu kwako. Wewe ni wa kwangu. Napongea hivi sio nafurahi, nasikia huzuni kwa sababu ya wale ambao wanakimbia, wanatanga, hawataki kutengeneza, hawataki kusikia hizi habari, hawataki kabisa. Lakini nasikitika sana kwa ajili yao. Familia, rafiki, jamaa, majirani na hata ambao tulianza nao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna ambao walipita hapa wakasema, kumekuwa hivi." Ni Bwana anafanya. Lakini anakuambia yote tutayaacha. Kama naweza kukuambia pale ulipo, ongeza muda wa kutafuta uso wa Mungu. Na jihakiki vitu gani vifai. Dada mmoja alinunua haya mawigi akavaa, akajikuta mapepo yanamfuata. Akaamua kukata zile nywele, watu zake sasa kukata zile nywele. Alikuwa amesuka zile nyingine basi marasta yale. Usiku akamtokea mwenye anamwambia umenulia watoto wangu, Malkia wa Pwani, umenulia watoto wangu. Vita ikawa kali, akapambana nao kwenye maombi sana. Mungu akamsaidia, akamtetea, akashinda. Lakini anaonyesha hivyo vitu ambavyo tunavipenda. Naona kwa sababu wanawake wanapata kwenye hizo mapambo, mnaita marembo. Kuna vitu vingi sana. Bwana Yesu asifiwe. Mavazi. Nimekuwa nikifuatilia waimbaji wa nyimbo za injili ndani na nje ya nchi.
na watumishi wa kike au kiume. Yaani haina maisha unaoishi leo. Labda ningekuwa wakati huo mimi sijui, lakini ninayefahamu naonea huruma sana. Yaani ile namna ya dunia ndio imeingia kwao sana sasa hivi. Yaani ni kama kule ng'ombe wa kwetu kule Uchagani zamani, anayefungiwa ndani, siku kimfungua atoke nje, mwachie ile kamba haraka, la sivyo atakuua. So done. Mimi niliona siku mama anamtonga sema, "We, ndio hivi." Si hajaona huko nje. Anaruka huyu na kamba tupa kule, huwezi kuzoea nguvu ya ng'ombe wewe. Che yende likimbia kwanza, kishachoka atarudi lenyewe. Na bahati mbaya anakuwa haoni vizuri sababu yakaa kwenye nyumba ambayo labda ina giza. Tajipiga kwenye miti huko. Sasa ndio hivi ninavyoona leo. Najiuliza watu, mbona walianza na mambo ya Mungu vizuri? Inakuwaje umekwenda hivi? Hapo kwambia hata shida hawaoni. Wengi ndo wazao zimekufa. Wanaishi maisha mengine kabisa. Wanasema, "Hebu hapa iko Yesu kweli hapa?" Una haja ya kuuliza. Bwana Yesu asifiwe. Halitasalia jiwe juu ya jiwe. Maanake hayo majengo yote tunayoona duniani yatakuwa hayapo, yatabomoshwa yote. Yatabomolewa yote. Sasa usijenge, jenga. Kama hapa tunajenga, sio jenga kitu baba baba. Hamna. Hivi kuna siku unakuja hapa unakuta mtumishi ndio anapiga gombo, unajua ndio nimebaki hivyo. Yesu nisaidie wewe. Yaani hiyo kazi tu ninaangalia kufanya familia yangu, naiulizaga sema hii familia ambayo kulala nyumbani kwake ni muujiza. Yaani penalty. Miada yote wanang'ang'ana kulala kanisani alafu unakuta inaachwa. Sijui bwana. Na hakuna kukata rufaa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa jinsi ambavyo naamini Roho Mtakatifu amesema na mimi, mitihani mingine hata ulaji wa vyakula nimeanza kurekebishiwa aina ya vyakula tena. Naanza kuwekwa utaratibu mpya wa kula. Sijamwambia hata mke wangu na familia yangu, lakini kuna utaratibu mpya nimeanza kupewa kuhusu vyakula na vinywaji. Bwana Yesu asifiwe. Yaani sitaki chochote kinikoseshe na unyakuo. Na nimeona kabisa kwamba Kristo anapenda kila mwanadamu aweze kuondoka na yeye. Hataki kuona hata mmoja anapotea, wala afurahi hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Nilipopata nipachike hapa tu, nilipopata ufunuo kuhusiana na Jumatano ya Majivu, nikaambiwa Yesu ananiambia sipo pale. Nauliza kwa nini? Tulikuwa tunapaka tule tujui unapaka majivu kwenye paji la uso. Akaniambia sipo pale Alista. Hiyo ni ibada ya mizimu, ibada ya wafu waabudu shetani. Mifupa ya watu iliyochomwa na kutengeneza majivu, yale majivu mnapaka kwenye paji la uso. Sipo. Usishiriki hiyo. Yesu asifiwe. Iliponimaliza nguvu kabisa neno Easter, Pasaka, akaniambia hapo pia sipo. Sisemi kwamba Pasaka ipo kwenye Biblia, ipo kwenye Agano la Kale na Agano Jipya, lakini jinsi inavyoadhimishwa duniani Yesu hayupo. Wakati ule sijui, niliigiza mpaka na film anambia sipo. Tuliigiza maigizo yake sipo. Kwa sababu kibiblia, maandiko ya kiroho, neno Pasaka ni Passover. Yaani kila nyumba ambayo ilikuwa muhimu walipochoma na kondoo, yule malaika walikuwa wanakuja kutoa roho za watu, kila mzaliwa wa kwanza alipofika kwenye nyumba aliruka kaenda nyumba ya pili, akaruka akaangalia nyumba hii kama imewekwa alama, alikuwa anaruka, inaitwa Passover.
over. Kwa hiyo anapita anaenda kwenye nyumba, akikuta nyumba haijawekwa alama ya msalaba hiyo mwekundu ule damu, anaua. Sasa hii neno Easter imetoka kabisa. Easter ni malkia wa Kijerumani wa miungu ya wapagani wa Kijerumani, sio ya kwake, ambaye Wajerumani walikuwa wakimwamini. Bwana Yesu asifiwe. Nikaja nikaangalia na ile Jumapili ya Pasaka. Nikaambiwa sipo hapo Sunday. Kwa nini? Nasema hapana. Hiyo ni siku wanaabudu Warumi miungu yao, Mungu jua. Na Jumatatu anambia ndio siku ya shetani mwenyewe anafanya kwa ofisini. Hivi vitu tofauti unaweza kusema sasa kwa nafusha leo wanasema unaweza kuona ni vitu vidogo vidogo lakini vina nguvu kubwa sana. Shira za Mabaraka walichinja kule. Hata sisi tulichinja tukala. Wengine wakapata na sare, nguo nzuri mpya, toka. Kaenda saluni wakatengeneza. Lakini hii inahitaji neema sana. Na kanisa hapo haijawahi kusema hiyo, nazungumza. Na mimi naendelea kuichambua taratibu, ndio wakati taifungua yote kwa msaada wa Roho Mtakatifu, ili mwenye sikio la kusikia asikie. Ana uhuru wa kuchagua kuacha au kutekeleza. Ni mtu ana uhuru wake. Ni kweli kabisa, tukio ambalo mitume na manabii hawawezi kuiga wala watu mashuhuri duniani ni kuteseka, kufa na kufufuka kwa Yesu Kristo. Hiyo kitu hakuna mtu anaweza kushindana nayo. Na heshima hiyo nafasi. Pasaka. Na Bwana alisema tufanye hiyo kwa ukumbusho wake, kwa kutukumbusha baraka zake. Unaona mimi katika ile wewe unaletea nuksi kwenye usafiri. Maana gari inaweza kupata ajali kwa ajili yake huyo. Sasa wanasema uongo, yani hata una shida. Yaani unajua yani kuna vitu ambavyo ukienda jela watu wanaanza kucheka. Unakuja kazi anavunja kiti ba una akili kabisa. Ndio kinakuleta huko jela. Watakupiga wafungwa mpaka wakufanyia ndio kazi utajuta umeingia kufanya nini kule jela. Kilichokuleta umevunja kiti kwenye baa. Sasa na kule kuzimu au kwenye moto kilichokuleta huko uongo. Umekosa kitu cha kufanya. Baba yako yule kule shetani. Mateso, juu ya mateso. Akanambia usiatie muhuri maneno ya unabii wa kitabu hiki, kwa maana wakati huo umekaribia. Mwenye kudhulumu na azidi kudhulumu, na mwenye uchafu na azidi kuwa mchafu, na mwenye haki na azidi kufanya haki, na mtakatifu azidi kutakaswa. Tazama naja upesi, na ujira wangu pamoja nami kumlipa kila mtu kama kazi yake ilivyo. Mimi ni Alfa na Omega, mwanzo na mwisho, wa kwanza na mwisho. Heri wazifuao nguo zao na amri ya kuendea huo mti wa uzima na kuingia mjini kwa milango yake. Huko nje kuna mbwa, wachawi na wazinzi na wauaji na waabudu sanamu, na kila mtu apendaye uongo na kufanya. Waabudu sanamu wa leo ni wengi kuliko unavyofikiri. Kukaa dakika 5 kusikiza neno la Mungu au kukesha kwa ajili ya kuomba kwa dakika 15, binadamu huyu leo hawezi. Lakini kukaa kuangalia game mpaka kunageuka mara ya pili hana habari, anaweza. Kufuatilia tamthilia anaweza. Mikesha ya kishetani ya singeli na mambo yanayofananayo anaweza. Lakini kukaa dakika 5 kusikiza kweli ya Kristo hawezi. Ibada za sanamu ndizo zinazoongoza leo.
Imefika mahali mpaka kwenye baadhi ya makanisa, nyumba za ibada, wameweka vikapu viwili vya sadaka. Kikapu kimoja cha timu fulani ya mpira wa miguu mashuhuri unayojua, na timu ya pili nani wanaweka sadaka nyingi. Tunaenda hata kwenye mashughuli ya maharusi, utakuta hapa hii timu fulani na timu fulani wanashindanishia. Mambo ya mpira wa miguu yamechukua nafasi ya kwanza kuliko Yesu Kristo, kuliko Bwana Mungu aliyetuumba. Ibada za sanamu. Na wanakuambia sio dhambi, sio dhambi kwa sababu haijaandikwa kwenye Biblia. Sawa, hata kwenye Biblia haijaandikwa sigara inakatazwa au bangi, wewe vuta tu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nini mimi nimesema hivi? Hiyo itakula kwako. Yesu siku anarudi ya unyakuo, na nina hakika wengi watakuta kwenye kioo wanaangalia game. Na hao hauna hata mmoja atakayechomoka, atakayepona. Kwa taarifa yako, hakuna. Unarudi nyumbani unakuta mkeo hayupo. Au unarudi nyumbani unakuta mmeo hayupo. Baki kuna ile familia nzima, baba, mama na watoto wanaenda kuangalia mpira. Sasa mnarudi nyumbani mnakuta jirani hayupo. Kichwa kuta California Marekani, wanakuta nyumba zimeungua kadhaa, ya kwake iko. Ya mfulani imebaki, ingine imeondoka. Ndio hivyo hivyo. Ule ni mtihani, Mungu anaeleza kwamba anaweza kufanya hivyo. Ya unarudi nyumbani, mama fulani hayupo, baba fulani hayupo, atakuwa ameenda kanisani, namsubiria atarudi. Utaenda vituo vyote vya polisi kwenda kuripoti, na huyo utakayemkuta ofisini kwenye kituo cha polisi naye ujue mmebaki naye. Utaenda vituo vya hospitali vyote, mochwari zote, utakayemkuta atenda mle ujue naye mmebaki. Kwanza kuna maiti zingine hautazikuta. Zitakuwa nazo zimenyakuliwa, zilikufa katika Bwana. Lakini nyingi utakazokuta zimebaki ujue hizo zinamsubiri mwenyewe Luciferi. Ndio Yesu asifiwe. Wengine watakuta wako darasani bwenini. Ukiamka ujikuta kwenye bweni umebaki darasani, ujue ndio umebaki hivyo. Wenzako shaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Umelala kwenye kitanda kiuko kama vile tabu, kitanda kuta mgodoro, unakuta baki na mtu tu ujue labda ameenda kujisaidia. Wewe utatafuta cottage, utasubiri. Au kaenda kwenye maombi kama kaida atarudi baadaye, subutu. Subiri. Bwana Yesu asifiwe. Leo tunaongea katika mihashasha ya kufa kama furaha na hivi, lakini nakwambia siku hiyo haina cha kidume wala kijike. Wote hapa ndio tutachanganyikiwa. Sio natania. Lisa kosa mahubiri siku hizi hana cha kuhubiri, kesi watu anatisha tu na unyakuo. Yeye mwenyewe ataenda. Wenzenu nishaelekezwa njia zote za kutoka. Sasa nikikataa ni mimi tu mwenyewe. Karibu kila siku anambia kuna hii sitaki. Hii ondoa, iondoa, iondoa, ondoa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Umejiandaa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Simama juu kwa miguu yako. Mwambie Roho Mtakatifu akuoneshe wapi hujakaa sawa. Ombea ndugu yako ambaye hayuko hapa. Ombea familia yako. Mungu anafanya Wahindi, Mungu anafanya Waarabu. Asijasema kwamba wao si wanadamu, ni wanadamu, na katika wao wako waliokoka na watakwenda mbinguni. Lakini kwa nini umebadilisha muonekano wa ngozi yako? Kwa nini umebadilisha muonekano wa nywele zako? Kwa nini umebadilisha muonekano wa sura yako? Kwa nini umebadilisha mavazi yako? Kristo anaangalia hayo, usidharau. Anasema Mungu anachunguza moyo, na kuambia ni kweli, lakini nje yako, mavazi yako unayovaa, aina ya maisha unayoishi, umetoka kwenye mkesha wa mambo yasiyo na maana kwa sababu unaifuata namna ya dunia. Unasema wenzangu hawatanielewa. Umejifunza vitu ambavyo havina faida, vyenye hasara ya milele, na huko ndiko Lucifer alikowakamata wengi, amewakamata wengi, amewakamata wengi. My Lord, my God, my Lord Jesus Christ. Oh, rescue every humankind. Ziokoe hizo nafsi za watu Bwana. Ziokoe Bwana. Waokoe hao Bwana. Waokoe
watoe Bwana, wafunulie masikio yao ndani, wapate kutambua Bwana. Tunaishi katika nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Tunaishi katika nyakati za mwanzo wa mwisho wa ulimwengu. Watu wanadhani wameweka nywele vichwani, na kumbe wameweka nyoka kwenye vichwa vyao. Wameweka mapepo kwenye vichwa vyao. Wameweka mapepo kwenye midomo yao. Wameweka mapepo kwenye kope zao. Wameweka mapepo kwenye nyuso zao. Wameweka mapepo kwenye vidole vyao. Yesu Kristo aliye hai. Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana Yesu Kristo Nazareti aliye hai. Ninaomba rehema kwa ajili yao. Ninaomba rehema kwa ajili yao. Wafunulie Bwana, wapate kutengeneza. Ni kweli kwamba njia ni nyembamba na ni wachache watakayoona. Wengi watasema tulikusikia kuhani Dar es Salaam, tulikusikia kuhani kule kwa kwani na tukaona ni hadithi tu. Tunaomba utusaidie, tunapita wapi? Mimi mwenyewe kupenya kwangu ni kwa rehema za Bwana. Sitaweza kukupa lift kwenye hiyo, kwa sababu ni Kristo ndiye anayechagua nani aende naye nani amwache. Bwana wa majeshi Yesu Kristo, ninaombea majirani zangu, naombea rafiki zangu, ndugu zangu na jamaa zangu, iwepo rehema, wakaweze kutengeneza mapema Bwana, wakawe na vazi litakalowapa nafasi kuingia mbinguni, wakapata nafasi ya kunyakuliwa kwa jina lako Yesu Kristo. Hata ina vyakula, hata ina vinywaji, hata ina maisha ambayo naishi leo, watu wamefuatisha namna dunia kuliko Kristo. Yesu Kristo aliye hai, Mungu wa Isaka na Yakobo, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo wa Nazareti, naomba Bwana neema yako ikafike Afrika yote, Amerika kati yote, Ulaya yote, Asia yote, Bwana Australia, katika jina la Yesu Kristo. Yesu Kristo anarudi. Yesu Kristo yuko njiani. Ndio maana dunia sasa hivi hakuna jambo la siri. Hakuna jambo la siri. Maarifa yameongezeka. Maarifa yameongezeka. Mitume na manabii wameongezeka. Wa kweli na uongo wameongezeka. Ndio kwa kweli. Ndio imekuwa. Wanaume wamejikataa, wanawake wamejikataa. Ndivyo ilivyokuja. Dunia imefika hapo. Watoto wamekataa, hawana heshima kwa wazazi wao. Watoto hawana heshima kwa wazazi wao. Maisha yamebadilika. Viburi na ukaidi. Maarifa yameongezeka. Bwana wa majeshi aliye hai, Mungu wa Isaka na Yakobo, upendo wa wengi umepoa. Wengi wanasalitiana ndugu kwa ndugu. Bwana wa majeshi, watu wanajali nafsi zao kuliko wengine. Upendo umeondoka katika familia zetu. Bwana wa majeshi aliye hai, wako tayari kutoa roho za wenzao. Wako tayari kufanya haya mabaya kwa ajili ya mkate wa siku. Bwana wa majeshi aliye hai, Mungu wa Isaka na Yakobo, my Lord, I repent. Ninatubu na kuomba rehema. Ninaomba rehema kwa ajili ya damu za watu zinamwagika sio kwa hatia. Damu za watu Bwana, watu watoa makafara ili wapate kufanikiwa kiuchumi, wapate kuinua majengo yao ibada. Mungu wa Isaka, ninaomba rehema. Ninaomba rehema Bwana. Ninaomba rehema Bwana. Ninaomba rehema Bwana. Ninaomba rehema Bwana. Damu ya Yesu Kristo katusafishe. Damu ya Yesu katusafishe. Baba, kwa jina la Yesu tunazidi kuinua kwa uko Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, Yesu Kristo uliyekufa, kwa jina la Yesu uliyetoa hai wako, uliyetoa nafsi yako. Walosema kwa jina la Yesu, mimi ndimi njia, kweli na uzima, hakuna anayeweza kuja kwa Baba ila kwa njia yangu. Katika jina la Yesu Kristo tunaombea kwa jina la Yesu Kristo wa Tanzania, taifa hili kukugeukia, kuiona hiyo njia, kuiona hiyo kweli. Kwa jina la Yesu naombea walevi kugeuka, naombea makahaba, mashoga, kwa jina la Yesu Kristo wasagaji, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Bwana mwenye nguvu, kwa jina la Yesu Kristo walevi, Mungu, kwa jina la Yesu Kristo wenye bangi, wanafunzi mavioni, tunaombea Lumumba kukugeukia, kukujua Mungu wa pekee wa kweli, kukujua Yesu Kristo, kugeuka Bwana, kugeuka Bwana, kukugeukia wewe uliye nuru ya kweli, kukugeukia wewe uliye na uzima wa kweli, kugeukia hiyo kweli. Yesu Kristo, wewe ndio kweli. Katika kweli hiyo kuwa na uhai, kwa jina la Yesu tunaiombea Dar es Salaam kukugeukia. Tunaombea wanasiasa, tunaombea wakuu wa nchi hii, tunaombea madereva, tunaombea wafanyabiashara, tunaombea madaktari, tunaombea Bwana wa mabwana, Mungu wa miungu, wakulima, wafugaji, tunaombea kwa jina la Yesu. Tunawasogeza kwako, tunaombea kukugeukia Bwana, kuijua hiyo njia, kuiona hiyo nuru, kuiona hiyo kweli, kwa jina la Yesu. Bwana fanya, tenda Bwana, waguse. Tunaombea Ruvuma, tunaiombea Mbeya, tunaiombea Iringa, Rukwa Bwana, Shinyanga igeuke sasa kwako Bwana, kwenye uzima. Tunaiombea Bwana mabwana Kigoma, tunaomba kwa jina la Yesu
ni wakati wa kugeuka, ni wakati wa kugeuka Tabora. Tunaombea kwa jina Yesu Tanga, tunaombea kwa jina la Yesu, tunaombea jiji la Dar es Salaam na vitongoji vyake na wote waliojaa humo, mateja kwa jina la Yesu Kristo, wapiga debe waliojaa kwenye stendi kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu, mabusha Bwana Yesu Kristo, wafanye wageuke, mioyo yao waguse, wakageuke kwa jina la Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, Tanga ikageuke, Arusha kwa jina la Yesu Kristo, Lindi, Mtwara, Manyara, Singida kwa jina la Yesu, Dodoma na vitongoji vyake, wabunge kwa jina la Yesu, mawaziri, wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya, wenye viti, Mungu mwenye nguvu, watendee kwa jina la Yesu, maana wokovu ni wa neema. Nasi tunaombea, nasi tunaoinua wakati huu kwa jina la Yesu. Takatifu nazidi kutakaswa, maana wakati ukaribu kwa jina la Yesu, maana unakuja, ujira wako pamoja na kumlipa kila mmoja sawa sawa kwa jina la Yesu. Tunaombea wakubwa kwa wadogo, tunaombea watoto, tunaombea vijana, tunaombea wazee, tunaombea kwa jina la Yesu wanawake kwa wanaume, tunaombea kwa jina la Yesu hata wale wanaonyonyesha, maana unasema ole kwa wale wanawake watakaokutwa wajawazito, wenye mimba au wanaonyonyesha. Bwana, tunaombea wakati huo kwa ajili ya wanawake, kwa ajili ya wajawazito, kwa ajili ya wale wanaonyonyesha. Tena unasema ombeni wakati huo usiwe ni wakati wa baridi kwa jina la Yesu. Tunaomba Bwana kwa ajili wakati huo usiwe ni wakati huo ambao ni wa baridi. Bwana, kukimbia kwetu kwa jina la Yesu. Tunaomba kwako, tunasihi kwako Mungu uliyesema ombeni nanyi mtapewa kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu, kwa neema yako, Mungu kwa huruma zako, Mungu kwa uaminifu wako, kwa jina la Yesu, majira hayo tunaombea kwako ili yakafae kwa wengi kwa jina la Yesu, yakanifae na mimi, yakafae kwa jirani, yakafae kwa ndugu zangu, yakafae kwa jamaa zangu, kwa rafiki kwa jina la Yesu. Hata kama katika wale wanaozani kuwa ni adui, nao pia nawaombea kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Na waleta pia kwa jina la Yesu, kila mkoa, kila wilaya kwa jina la Yesu. Ni wakati huu Mungu akageuke, Baba akageuke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kaguse kiburi hicho katika jina la Yesu, kaguse kiburi chao kikapate kuachia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Kwa maana Yesu pekee ndio njia, hakuna anayeweza kuja kwa Baba. Peke yako ulikubali kutoa uhai wako kwa ajili ya nafsi hizo. Nafsi ndizo zenye thamani, hizo nafsi ndizo zenye thamani mbele za Baba. Hizo nafsi zikapate kuishi, zisipotee milele, zisiangamie kwenye jehanamu ya moto katika jina la Yesu. Ni wakati huu wa kuishi tena na kuwa hai kwa Baba katika jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu. Tunaombea bara lote la Afrika kwa jina la Yesu, Botswana, Kenya, Uganda, Rukwa kwa jina la Yesu. Tunainua kwako, tunasogeza kwako, tunainua kwako, maana Bwana mabwana Mungu umesema katika jina la Yesu, ungamaneni dhambi zenu ninyi kwa ninyi na kuombeana. Tunaombea kwako Bwana mwenye uwezo wa kuokoa, mwenye nguvu ya kuokoa, ukapate kuokoa kwa jina la Yesu, hata kule Kongo kwa jina la Yesu, Rwanda kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, ukaokoe kwa uweza wako, ukaokoe kwa ajili ya jina lako, ukaokoe kwa damu yako, ukaokoe kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Wokovu na wewe, uweza na wewe, unayekuwa ni Mungu mwenye nguvu. Kwa nguvu zako unaweza kuokoa kwa jina la Yesu. Nigeria kwa jina la Yesu Kristo, kwa damu ya Yesu Kristo. Mungu mwenye nguvu, okoa sasa. Tunaleta yote kwa jina la Yesu Kristo. Ethiopia yote tunaisogeza kwako, Mungu mwenye nguvu, Mungu mwenye uweza, Mungu mtakatifu, Mungu wa wokovu, kwa jina la Yesu. Mungu wa wokovu tunaleta kwako kwa jina la Yesu Kristo. China amezidi kutukumbusha, amen. Amezidi kutukumbusha, lakini pia kuna kitu ambacho kimeendelea kunigonga hapa aliposema ombeni. Kumbe ile siku tunatakiwa kuiombea. Haleluya.
Sio kwamba yani kwamba ametuambia kutakuja na hivyo, lakini iombe ile siku. Amina. Iombe ile siku ikute ukiwa katika hali nzuri ya kufaa kwenda mbinguni. Iombe siku hiyo ukutwe ukiwa mtakatifu au ukizidi kutakaswa. Anasema mtakatifu. Iombe siku ile kwamba anapokuja na ujira wake ukukute kwamba uko mahali ambapo unapokea na wewe ujira wako. Iombe siku hiyo kwamba akija akukute tayari una mafuta, asikukute kwamba ni mwanamwali ndio, bibi harusi ndio, yani kwamba mtakatifu ndio, lakini kumbe huna mafuta, yani kwamba bado haujakaa na mafuta upako wa kuweza kubebwa, kwa sababu lazima uwe na upako huo. Amina. Mafuta. Amen. Mafuta hayo hauwezi kwenda kununua siku hiyo, na maana kuna kulipia gharama. Amen. Hiyo gharama siku hiyo hutaweza. Kama unaenda kutafuta bibi harusi atakuwa ameshatwaliwa. Kwa hiyo kumbe kuna kuiombea. Tena isiwe siku ya baridi. Tena usije ukawa unakutwa unanyonyesha. Tena isije kakutwa kwamba una ujauzito. Ina maana kwamba kile ambacho ameweka ndani yako lazima kiwe tayari kimeshazaliwa. Pia sio tu kwamba umekizaa, lakini kiwe na chenye kipia kimekaa vizuri katika hali ile ya kuweza kujitambua, sio katika hali ya kubebwa au mpaka kisaidiwe. Amina. Jina la Bwana libarikiwe. Amen. Lakini pia namshukuru Mungu kwamba tulikuwa na mtu ambaye alikuwa kwenye mazingira magumu sana kipindi cha nyuma, ndugu yake Uncle Gideon, lakini Mungu alitumia madhabahu hii na Mungu akarekebisha kabisa maisha yake. Kutoka kwenye kule alikokuwa anatumainia uganga na alikuwa mfanya biashara tajiri milionea, lakini akafilisika, akawa hali ngumu sana. Alifika mahali zero. Gideon ndo anamlea. Sio vizuri kushuhudia, lakini tunashuhudia kwa ajili ya utukufu wa Mungu. Amina. Lakini sasa Mungu akaja akamwinua tena baada ya kuwa amerudi, baada ya kupata, alishuhudiwa na, unaweza amini, Nuru mke wa Aroni alimshuhudia, akamwambia amini, njoo. Akaja kweli. Ndio kisa pia cha yeye kumleta pia Gideon. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo baada ya muda, akupita muda kweli, aliponyenyekea, baada ya muda Mungu akamfungua kabisa. Alikuwa kafungua na ndoa yake, kafungua na familia yake, kafungua kila kitu, akarudi tena kwenye nafasi yake, na ikarudi tena familia yake, kila kitu kikarudi mahali pake, akana heshima kweli. Kwa hiyo baada ya kurudisha familia yake kila kitu, akiwa anaendelea na shughuli zake, akaleta pia kijana wake ambaye ni firstborn wake. Alikuwa katuo yuko shuleni, akamleta, akaja akapewa huku wakiwa wote na Gideon, akawa anamleta, akafunguliwa na yeye akaendelea na chuo. Kamaliza chuo, akaomba tena tumuombe wakati wa mitihani, akaomba tena tumuombe mpaka wakati wa kumaliza chuo kwenye interview. Mungu akamsaidia, yuko anafanya kazi pale Muhimbili. Lakini jana akapiga simu, akana tafuta Gideon, akaniambia mjomba wangu anakutafuta. Lakini alichosema nini, kwamba akana msisitiza mtoto wake, kumbuka kwamba vile uliponikuta kwenye hali ngumu, baada ya kugeukana hii madhabahu jinsi ilivyo nitoa leo hii tukawa hapa tulipo, na kuomba usikae mbali na hiyo madhabahu. Kapanga mjini Ubungo, lakini akamwambia na kuomba usikae mbali, lakini pia mshahara wa kwanza lazima utume. Na Mungu akamsaidia, wakataja mpaka mshahara na upata, na akatuma na hizo hela jana ile ile. Mungu atukuzwe sana. Na yeye mwenyewe pia akasema mimi mwenyewe hapa nilipo, pamoja kwamba yuko kwenye kanisa na hivi na hivi na hivi, lakini anasema hivi, Mungu ni nani mpaka nitendee? Mzaliwa wa kwanza akawa yuko makini kiasi hicho, kama sio Mungu, kama sio Bwana, hali tulokuwa nayo, yani kwamba haisahau madhabahu. Akasema vile ambavyo pia kijana alivyokuwa mwaminifu, alituma hela kwa ajili ya hiyo sehemu ya 10, akatuma hela pia kwa ajili ya wazazi wake na wale watu wengine, na zingine kwa ajili yake mwenyewe. Alikuwa mwaminifu. Akasema kwa nini? Kwa sababu ya ninachoamini kwa ajili ya hiyo. Kwa hiyo anasema kwa sababu alifunguliwa kupitia madhabahu, akaituma huko. Amen. Kwa hiyo Kuhani akaenda akaitoa akamlipa kwa ajili ya kwenda kuwakabidhi madhabahu. Lakini pia kazungumzia, nimejaribu kukaa huko na kujaribu kujiungamanisha na madhabahu zingine, najiona na pwaya. Alafu ile issue tena ile kuwepo mwanzo ndio ilikuwa inanisumbua. Naona tena kama inarudi. Kwamba ninachofanya sasa hivi, nataka nirudi, nije nikae huku. Huku ndipo nakuja tu wakati ule wa kulima mambo yetu ya mpunga na nini na biashara zetu. Lakini ni sitamani kukaa mbali na hii madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu Baba atukuzwe sana. Lakini kitu kingine tena cha ajabu, hii wiki nimepata misukosuko. Mimi pia nimepita mahali fulani kwa habari ya ndugu zangu. Lakini nina shangazi yangu mmoja ambaye kipindi hicho nimeolewa nilikuwa na kweli. Yaani kwa vizuri kwa upengo ule mwingine. Vibaya. Ndio mambo alikuwa anafanya kazi bandarini, kwa sehemu moja alikuwa nimemsaidia. Lakini alikuja akafariki na kisemekana na yeye pia alikuwa na ushirika. Ana watoto wake, wanacheza vizuri sana mpira.
anapiga simu, yani anatamani tu anikute mimi. Anatamani anikute. Alipofika nilishangaa kweli kweli. Alinielezea vitu vingi mno. Vitu vingi mno, na akasema naomba unikomboe. Akaelezea jinsi alivyoenda huko baharini wapi na wapi. Akaelezea watoto wake. Akafika mahali anasema unaweza kaniona siku yote naweza nikaanguka. Naomba lakini hasa unisaidie kumtoa yule ambaye wa bandarini. Maana ambaye yuko anafanya huko. Yaani alizungumza vile vitu vya siri vya ndani, alijimwaga yani mpaka natamani sasa aondoke. Alijimwaga, alifunua vitu vingi, aliongea vitu vingi, nikafikiria huyu vipi? Vitu ambavyo si kawaida vile vya ndani. Aliongea vitu vingi ambavyo siwezi kuzungumza kwenye mic. Aliongea vitu vingi, akasema naomba unisaidie. Nikamwambia, nikanajaribu tu kumwambia, yani kama vile napiga chenga, nenda kwa fulani, nenda mpaka nikamwambia nenda labda kwa Katunzi. Akaniambia kwanza Katunzi mwenyewe kule hayupo. Nataka wewe. Nataka umkomboe na mtoto wangu. Naomba unikomboe na watoto. Naomba unisaidie. Naomba. Amina. Akajaribu kusema kwamba nimejaribu kwenda kanisani na kutaka hivi na hivi. Naomba sana. Kwa hiyo nikijaribu kufikiria wakati mimi naanza safari ilikuwa inaonekana kama vile ni mtu ambaye hopeless. Nilikuwa naonekana kama vile mtu ambaye amechoka. Lakini ajabu sana, naona sasa hivi familia yote inaanza kugeuka kwa nguvu. Yaani kwa spidi kubwa. Lakini nakumbuka siku moja nilipita na Emmanuel kule kwetu, nikamwambia unajua mimi kwetu ni wapi? Hapo tunaingiliaga hapa. Kwetu ni pale. Akasema hivi wewe kwetu niko hapa? Sijawahi kukusikia hata ukiongelea. Nikamwambia historia yangu na mambo yangu ni mengi ambayo yananifanya nionekane kama sina familia, lakini na utitiri wa watu ambao kanisa hili naweza nikajaza ndugu zangu. Ni wengi kweli kweli. Na akamkuta Aaron pale, akasema huyu ndo Aitani. Nikamwambia hamna, Aitani ni mrefu. Mbona kama anafanana na Aitani? Naomba mnijie, naomba msiniache. Naomba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa watu ambao walikuwa wanaonekana wako juu sana, na sisi tulikuwa tunanyenyekea na kutafuta kwao. Na baada ya hapo tukawa kwenye hali ngumu na hivi. Lakini sasa fikiria, Mungu anatuleta kwenye nafasi ya kuhitaji msaada kwetu. Huyo ni Bwana. Amen. Ambaye ni bora uanze kwenye udogo lakini mbele uonekane katika nafasi. Ni heri mwisho mwema kuliko mwanzo mema alafu mwisho mbaya. Kama unalo neno la kumtukuza Kristo, nikukaribishe katika hilo ambalo Kristo anainuliwa. Ukweli kwamba Yesu ukimtegemea hakuna aliyekuja kwake akamtupa nje. Hakuna aliyekuwa mikononi mwake anaweza kanyang'anywa na chochote. Usiache kukaa. Sawa na ile tenzi 15 anavyosema, kwako nasimama, wewe ndiye mwamba na wewe ndio salama yangu. Ukweli kwamba usikae mbali, usitaki kutoa mguu wako. Amen. Nimesikia wengine hapo nasema wajaribu kujiunganisha na madhabahu zingine, wanajiona jinsi ambavyo wanapwaya na nguvu inayochinikiza au inawatesa hawawezi kuhimili nayo. Yesu Kristo tulionaye ni mkubwa sana. Amen. Karibu, kama kuna mtu ana neno, karibu.